Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini wakati huu tunakuchambulia ripoti kutoka shirika la habari la Russia Today RT, ripoti ambayo imeelezwa na mwandishi mkongwe na mchambuzi Tariq Cyril Amar, ambapo amesema kwamba mataifa ya Umoja wa Ulaya hayako vitani na Urusi, bali yako vitani kwa hadaa raia wake. EU haiko vitani na Urusi, lakini iko vitani na akili za raia wake. Viongozi wa Uropa wanajaribu kuwakaza watu wao kwa kuamini kuwa ni Moscow ambayo inataka mapigano na sio wao. Miongoni mwa mambo ambayo wamekuwa kieleza mara kwa mara watu wa Umoja wa Ulaya kwa wiki kadhaa sasa, wanadai kwamba NATO pamoja na EU wamekuwa kikabiliwa na kadhia kutoka kwa Urusi, wakisema kwamba Urusi inataka kuwashambulia. Msururu wa ripoti zisizokuwa wazi lakini za kutisha kuhusu kuonekana kwa ndege zisizokuwa na rubani, ndege hizo ambazo zimeonekana juu ya maeneo na mitambo mbalimbali, hasa ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege vya Denmark na Ujerumani. Hata hivyo, wanafanya jambo lisilojulikana na wanakusudi lisilojulikana, na mara nyingi haijulikani pia ikiwa ni kweli. Hakika hakuna uthibitisho wa Urusi kuwajibika kwa tukio lolote kati ya haya, kama vyombo vya habari vya magharibi vinavyokubali. Lakini kumekuwa na maswali mengi juu ya kuamini wanasiasa wa magharibi. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huu ni mpango wa kisaikolojia wa nchi za magharibi kutaka mapambano dhidi ya Urusi. Urusi kadhaa kupitia viongozi wake akiwemo Rais Vladimir Putin amesema haya ni mawazo ya kipuuzi. Urusi haina mpango wa kufanya mashambulizi yoyote kwa nchi za Ulaya. Nchi hizo za magharibi kwa sasa, baada ya kupambana kwa miaka miwili kuisaidia Ukraine, ambapo wamekuwa wakiipatia silaha, wanatafuta njia za kuweza kupambana moja kwa moja na Urusi. Huku Urusi ikisema kwamba ikiwa taifa lolote litaamua kufanya mashambulizi, ina silaha ambazo zitayafikia mataifa hayo ya Umoja wa Ulaya kwa wakati mmoja. Hii inayafanya mataifa hayo kuwa na hofu wakati wote, na hivyo kuambia wananchi wao kwamba wawe tayari kwa mashambulizi kutoka Urusi, hasa baada ya vita vinavyoendelea Ukraine, ambapo mataifa hayo yameshindwa kufurukuta mbele ya Urusi. Mchambuzi huyo anaeleza kwamba katika kipindi hiki viongozi wa magharibi, ikiwa ni pamoja na Ujerumani, Uingereza na hata Ufaransa, wanatafuta njia za kuweza kupata kuungwa mkono na raia wa kawaida katika mataifa hayo. Shambulio la vita vya kielektroniki kwenye ndege ya mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen juu ya jiji la Bulgaria ilidaiwa pia kwamba ni Urusi iliyohusika, lakini baada ya uchunguzi Urusi haikuhusika juu ya shambulizi hili na kwamba ni hitilafu iliyotokea katika ndege hiyo. Yote hayo ni katika kutafuta njia ya kueleza namna ambavyo wanataka waungwe mkono na raia wao. Ndicho ambacho mwandishi anasema kwamba nchi za Ulaya zinapambana vita ya kuwahadaa raia wao, lakini si mapambano dhidi ya Urusi. Lakini pia akisema kwamba mataifa hayo kama yataamua kuanzisha vita dhidi ya Urusi, itakuwa ni vita ya ulimwengu, kwani Urusi haitakuwa pekee, isipokuwa itakuwa na mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na Korea Kaskazini, China na washirika wake wengine. Kwa kweli habari hizi tatu ambazo zimeelezwa na mataifa ya Umoja wa Ulaya na kisa cha madai ya shambulio la GPS kupitia ndege ya mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ni madai yasiyokuwa na uhakika, lakini pia hayakuthibitishwa. Uvamizi katika anga ya Estonia haukufanyika pia kutokana na makubaliano ambayo Estonia yenyewe ilitia saini mwaka 1994. Haiwezi kudai eneo la maili 12 bali eneo la maili 3 pekee, ambapo katika eneo husika kesi ya Estonia ni kesi isiyokuwa ya ukweli, na kwa kuzingatia makubaliano hayo kisingizio hicho hakikuwa na uhalali wowote. Lakini pia kuhusu kile kilichoitwa kelele za Hamburg, hatimaye hata maofisa wa kijeshi wa magharibi wanakubali kwamba haikuwa hatari sana, badala yake wanalalamika haikuwa ya urafiki na yenye uchochezi. Hata wakati huu EU pamoja NATO wapo katika mpango wa kufanya mazoezi ya kijeshi ya nyuklia ili kuitisha Urusi ambayo imesema wala haitishiki dhidi ya mazoezi hayo. Kwa hivyo mchambuzi kwa mara nyingine tena anahitimisha katika makala yake akisema kwamba nchi hizi wakati huu hazipo vitani na Urusi, isipokuwa zipo katika vita ya hadaa kwa wananchi wake ili tu wapate njia ya kuweza kupambana na Urusi ambayo walishindwa katika vita vya Ukraine ndani ya miaka mitatu iliyopita. Endelea kutufuatilia, lakini
na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri dunia.